Ni siku nyingine tena, yamkini ikawa ni siku ya furaha sana kwa bwana harusi tarajiali. Kuelekea safari ya ndoa kuna mambo mengi yanahitajika, maelekezo muhimu. Wamefika hapa kwa ajili ya maelekezo hayo. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi naitwa Mwana Maalim Mashi. Tukashuhudie kile ambacho kitajiri. Kumbuka kikao hicho kitaongozwa na mwenyekiti wa kamati ya ndoa chini ya Al Hikma Foundation, Mwalimu Abbas Makbul, pamoja naye Mwalimu Abubakar Yusuf Mpili, bila kumsahau katibu mkuu wa mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni, Mwalimu Hussein Salim Kiza. Al Hikma Foundation, moja ya sifa yake ikiahidi inatekeleza biidhni rahman alladhi allama alquran. Kwa matarajio yetu, kama tutakwenda kama tulivyoanza, naamini jambo litakwenda hivyo hivyo lilivyoahidiwa, na vile mlivyoambiwa ukweli yatatekelezwa hivyo hivyo mlivyoambiwa. Hii tunamuomba Allah taasisi aipe taufiki iweze kulitekeleza kama ilivyo kawaida yake. Kuna swala la upimaji afya. Kapimeni afya na yeye apime afya, uthibitisho uwepo. Usende kufanya magirini kwamba ili mradi uonekane umepima. Hilo shida itakuwa ni ya kwako wewe au ni ya huyo huko. Kapime afya halali. Nenda naye, ima kama ana kaka yake, ana dada yake, ana baba yake, ongozaneni, neneni mkapime, au kama mnyinyi wenyewe mnaenda kupima, nenda hospitali ya serikali, kapime. Wajua sometime si mara nyingi tukipima tunakusudia nini? HIV, sio? Lakini inawezekana kuna shida nyingine unayo. Kitendo cha kupima kule ukoonekana hapana, wewe kwa shida hii hapa unatakiwa utumie 1 2 3, tumie tiba. Lakini ndio haina shida. Ushajua afya yako na unaendelea na maisha. Na taasisi haihitaji deni. Sio watu wasema, mimi walisema analipa mahari, mbona mimi binti yangu ana 500,000 imelipwa 400,000. Hicho kitu hatukitaki. Kama taasisi haikitaki. Kwa maana yake aliyepangiwa 500,000 italipwa 500,000 bila kupungua senti. Aliyepangiwa 800,000 italipwa 800,000 bila senti kupungua. Malengo makubwa ya taasisi ni kuondoa hizi dosari zinazojitokeza kwenye masuala ya ndoa. Hawa watoto wa offside hawa tunataka kupunguza kwa asilimia kadhaa. Ndio malengo. Sawa Kuondoa ile zinaa. Kuna watu wanaishi tu, si ndio? Basi tuondoe, waingie kwenye halali ili tuepuke hayo maswali. Sasa huyu halali sio halali. Mabwana nyinyi mnaingia kwenye ndoa kipindi hiki, kipindi hatari sana hiki. Mwezi mmoja au mwingi. Mimba nje aumo. Sawa Mimba bwana nje aumo. Upo? Mfumo unakukataa. Sio sisi, mfumo unakukataa. Na mfumo, si unajua mfumo umeanzishwa na Allah. Sawa Ukioa, yani kuna vitu vingi Mungu anavirahisisha. Kwanza kabisa ni ule utulivu. Utulivu wa nafsi ndio unakufanya utafute fedha. Watu wengine mnabahatikaga mnao wake wazuri, watulivu, hata wanaofanya ibada nyinyi ndio mnavuruga kabisa yani. Mimi sielewi ni nini ya Rabbi. Unakuta mke mtulivu amekusudia kweli kuja kuolewa, afu huyo mwanaume huyo dereva wa ovyo. Ukimpata aliyetulia, aliyeaga kwao kwa dhamiri ya kuja kwako, kukutii na kuishi na wewe salama, mtulize kabisa kama mpira wa refari wa kipenga cha mwisho. Baada ya maelekezo hayo, tuje kwa bwana harusi wenyewe tarajali. Wao wanasemaje kwa kile ambacho wamekisikia kutoka kwa viongozi hawa wa kamati hii? Kwanza uongozi uko vizuri kwa taratibu nzima ambazo wametuelekeza na mpaka tumefikia hivi, alhamdulillah, ni jambo la kheri, alhamdulillah. Maelezo niliyochukua ni yote, namna kuishi na mke, namna kuendea huu mchakato mpaka kukamilika, na namna kuishi kuepuka yale ambayo yasofaa. Kikubwa nashukuru wametuelekeza vizuri na mavazi ya siku yenyewe husika, ngajipange zaidi. Kiukweli najisikia faraja sana kupata nafasi hii, kwani ni wengi ambao walipenda nao nafasi hii waipate, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimechaguliwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hatua ya kwanza imepigwa tayari kuelekea katika safari ya ndoa 130
za mwaka huu 2026 ambazo zinatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Nyuma yangu ni mabwana harusi Taragali. Hawa ni miongoni mwa wale ambao wamepata nafasi hiyo kati ya wengi ambao walikuja hapa. Utakumbuka zaidi ya watu 200 walikuja kuchukua fomu, kuomba fomu, lakini watu 130 orodha ambayo Al Hikma Foundation iliwahitaji ndio ambao wamepatikana hii leo, na leo wamefika hapa kwa ajili ya maelekezo maalum kuelekea katika jambo hilo lao adim adhim muhimu. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Nyuma ya kamera alikuwa ndugu yangu Omari Salum Nyanga pamoja naye Tariq. Mimi naitwa Abdullahi mwana Maalim Mashi. Kishki TV, nuru ya dini yako.